nimeona kuna umuhimu mkubwa wa kuketi hapa na kuzungumzia suala zima la uwekezaji kupitia hati fungani zinazofuata misingi ya sheria za Kiislamu. Sheria za Kiislamu tunaziita sharia. Na hati fungani hizi hufahamika kwa jina la sukuk. Pamoja nasi hapa studio tunaye Waziri wa Fedha wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar SMZ, Saada Mkuya. Karibu sana. Asante. Lakini pia tunaye Sheikh Muhammad Isa ambaye yeye ni mshauri elekezi. Karibu sana Sheikh Muhammad. Asante sana. Habari ya Zanzibar? Zanzibar kwema. Mnasafiri kweli na hizi mvua? Oh yeah, we do. Tumeshaanza kawaida. Kati jana nakuja imeanza manyunyu Zanzibar, lakini nikifika hapo baharini katikati alafu unapata na lepe la usingizi. So it's really fun. Sawa, ndio tuseme karibuni bwana. Kuwaona kwenu najiona kama nakatiza mitaa ya Forozani ile. Kwa kweli. Na mji mkongwe. Kabisa mji mkongwe. Asante sana. Kabla ya kwenda kwenye hii hati fungani ama Zanzibar sukuk, pengine vipi hali nzima ya mifumo, mizunguko ya fedha katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar? Zanzibar tunaendelea vizuri, na kama tunavyojua sasa hivi tumejikita sana katika kuweka mifumo ya usimamizi wa fedha in terms of makusanyo. Sasa hivi tuna mfumo mkubwa wa Zan Malipo kwamba kila kinachokusanywa kila lazima kipitie katika mfumo kwa sababu ya rekodi weke sawa sawa. Lakini kwa upande wa ZRA Zanzibar tuna mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA, tuna mfumo unaitwa ZIDRAS ambapo mfumo huo mtu unaweza kukusanya mapato, mtu anayelipa kodi anaingia tu kwenye mfumo, hana haja ya kwenda huku na kule. Lakini ZIDRAS tume-integrate na TANSIS, mfumo wa TRA wa ukadiriaji wa uingizaji wa mizigo. Lakini katika serikali yote kwa ujumla kila wizara ina mfumo, tuna the whole e-government system. Tuna mifumo mingine midogo lakini kila kitu sasa hivi kiko hiyo kwa ajili ya kusimamia. Tuna mfumo wa manunuzi, siku hizi manunuzi unafanya electronically tu. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Bado work in progress. Changamoto here and there. Unajua jambo likiingia jipya, likiingia kwa kasi, lakini tuna entire institution, mamlaka ambayo inasimamia electronic government, e-government. Tunakwenda vizuri. Pengine kuwepo kwa mifumo hiyo hasa ambayo inasomana kupitia ukuaji wa teknolojia na digitali, kuna endeleza vipi maendeleo kwa haraka zaidi? Okay, mifumo ipo, lakini kama nilivyosema kuwa inasomana yote kwa pamoja is still work in progress. Wizarani kwa mfano Wizara ya Fedha kuna mfumo wa Human Resource Management, kuna mfumo wa Monitoring and Evaluation, kuna mfumo kesho kutwa tunaanzisha mfumo wa usimamizi wa Development Partners, inflow yake, lakini pengine tungeweza kuwa na mfumo mmoja tu halafu kila kitu else kikakweko huko. Kwa hivyo bado hiyo ni work in progress, ndio kitu ambacho kinakuwa emphasized, kinapewa kipaumbele sana kwa serikali. Ni kwamba hii mifumo iwe inaweza kusomana kwa kila mmoja, kupunguza kila mmoja kuwa na mfumo wake. Teknolojia ipo na hiyo inawezekana. Kwa hivyo mamlaka yetu ya serikali mtandao ndio kazi ambayo inafanya sasa hivi. Sawa. Hili swala la flow ya fedha, ukusanyaji wa mapato kwa urahisi na mamlaka mlizonazo zina wasaidia vipi kupeleka maendeleo mbele kwa haraka? Kwa kwetu sisi, kwa mfano nikisimamia tunasimamia hii mamlaka ya mapato Zanzibar. Zamani ilikuwa ni board. Kwa hiyo hii reform yake mpaka ikawa mamlaka sasa ni kwa sababu sasa inapewa jukumu la kuangalia maeneo yote katika usimamizi wa mapato yanayotokana na kodi, tunasema tax revenues, na mapato ambayo hayatokani na kodi, non tax revenues. Kwenye hili ZRA imekasimiwa madaraka ya kusimamia hayo yote, na kulikuwa kuna mfumo hapo mwanzoni e-tax, lakini sasa hivi tuko kwenye ZIDRAS. Kwa hiyo tunachokiona emphasis ya kutumia mifumo imesababisha mapato ya Zanzibar kukua kwa asilimia karibu 400.
Yani kwa asilimia karibu 400. Kwamba sasa hivi unajikadiria mwenyewe. Sisi tunakwenda tunakufanyia tu assessment kwamba ulichokikadiria ndio chenyewe. Sasa hivi imepunguza hata ule muda wa mtu mfano unatoka Nungwi kaskazini ya Zanzibar huko juu kabisa. Unakwenda unafuata ofisi mjini Magharibi. Ni kitu ambacho unapoteza muda, nafanya hiki na hiki, muda wangu badala kwenda kutafuta biashara zangu kusimamia, mimi sasa nianze kuja kukuletea makaratasi. Na ukifika huko na kwenye kuna foleni. Kwa hiyo tulikuwa tunapoteza muda mwingi sana. Lakini sasa hivi ukiweko nyumbani, uko kwenye simu yako, ukiweko wapi, tunamuona Saada huyu hapa na biashara yake hii kwa mwezi huu amejikadiria, magharama zake ni hizi, mapato yake ni hii, kodi yake ni hii hapa. Basi na tena ndio unaweza ukalipa hapo hapo. Unaweza ukalipa wakati wewe umekaa. Sisi tunakuamini kwanza mpaka tuje kukufanyia assessment. Ndio wakadiriwaji wenyewe sasa ambao ndio hao walipa kodi, kwa tathmini yenu wamepokeaje? Jambo lolote jipya linakuwa na changamoto. So imebidi of course malalamiko yaliyokuwepo mwanzoni kwamba muda. Mimi niliwahi kwenda kutembelea, tutakuta watu wengi sana wako wanasubiri, huyu sio anasubiri kulipa leseni, huyu sio anasubiri nini, hakukuwa na haja. Kwa hiyo hata wao kabla huu mfumo wakawa wanasema hapana jamani, tutafuteni taratibu mwingine. By the way, sisi Zanzibar ofisi yetu ilikuwa ni moja ya mamlaka ya mapato. Ofisi ilikuwa moja, yani iko Mazizini. Unakujua Mazizini? Naam. Kwa hiyo ilikuwa ni ofisi moja. Kwa hivyo mtu yote anayekwenda huko nini anafikia Mazizini. Ukienda kusini, kaskazini, wewe Mazizini ndio ambapo unakwenda kupeleka makaratasi yako. Tulichokuwa tumefanya hatua ya kwanza ni kuweka regional offices. Kwa hivyo kila mkoa sasa hivi kuna nini? Kwa ukikuwa kwa Forodhani, ukienda Darajani sisi tuna ofisi. Ukienda Michenzani tuna ofisi. Zote na unaweza kufanya vitu vyote kama ambavyo ungeweza kufanya pale headquarters. Kwa hivyo ukitaka tu wewe mwenyewe ndio unaweza una hamu tu ya kutembelea headquarters, unaweza kwenda. Lakini almost sasa hivi tuna Paje ofisi, Pemba, Wete, mkoani tuna ofisi zetu. Kwa hiyo matawi kila sehemu. Exactly. Block management imesaidia, kwa hivyo unaweza kufanya shughuli zako. Mtandao na wenyewe umesaidia. Kwa hiyo haya yote yameweza kutusaidia sana kukuza ukusanyaji wa mapato. Potential bado ipo kwa sababu hatujafika. Sawa. Sasa tuendeni kwenye kile ambacho mmekifungia safari na kweli na kuja nacho hapa hii leo. Na hicho Balkis kimekuja kwenye wakati mwafaka. Juzi hapa kulikuwa na mashindano ya Qur'an na Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alikuwa mgeni rasmi. Miongoni mwa mabango ambayo alikuwa amepamba uwanja ule ni PBZ, lakini hii sukuk ambayo ndio ulikuwa unataka kwenda kuiulizia. Watu wakaniuliza nini hii na mengineyo bila shaka. Hilo swali ni muhimu sana kulipeleka kwa Sheikh Mohamed. Pengine akiwa mshauri mwelekezi anaweza akatuambia, tukisema sukuk ama hati fungani ambayo inafuata sheria ya Kiislamu ni nini hasa? Sukuk ni neno, asili yake ni neno la Kiajemi. Sasa sijui kwa vijana wa Gen Z kama wanajua hata Uajemi ni nini. Lakini ukisoma kwenye jiografia kuna ghuba ya Uajemi. Tunajua. Ni eneo la Irani leo. Lakini lugha ile ni Kifursi. Sasa hii nayo kama unajua nitakupongeza. Kifursi ndio asili ya neno hili sukuk. Ambalo lina maana ya hati, ndio maana tunasema hati fungani. Hati ya malipo. Kwa hiyo kwa lugha za kisasa cheki, asili ya cheki ni kwenye neno hilo. Kwa sababu hiyo sukuku ni wingi. Ikiwa moja inaitwa swak, ina swadi ile sukuku. Ikiwa moja inaitwa swak. Sasa Waingereza walishindwa kutamka swak, hawana swadi. Wakasema sheki, ndio ikawa cheki mpaka leo. Kiswahili. Lakini kimsingi ni hati ya malipo ambayo mwenye kutoa anakuwa amejiweka dhamana. Wakati mwingine zinaitwa dhamana hizi. Amejiweka dhamana ya kulipa malipo hayo yanayotokana na mkataba fulani uliopo baina ya pande hizo mbili.
ndio inaitwa sukuk. Lakini kwa leo inavyotumika, sukuk ni hati fungani, zinaweza zikawa za serikali kuu au za serikali katika serikali ya nchi fulani kama Zanzibar, au serikali za mitaa, au shirika la serikali, au shirika la kimataifa, au kampuni binafsi, iwe ya kifedha isiwe ya kifedha, ambalo lengo ni kukusanya fedha kutoka kwa wale wanaoitwa wawekezaji. Kwa hiyo ni mfumo wa uwekezaji ambapo mwenye kuhitaji fedha anatangaza kwamba mimi nahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa mradi fulani au kiwanda au chochote kile katika shughuli za kiuchumi. Na nahitaji fedha kwa mkataba fulani wa kisharia. Sasa hapo mkataba huo unaweza ukawa ijara, murabaha, mudharaba, musharaka, kama ilivyo mikataba ile ya huduma za kibenki za Kiislamu. Kwa hiyo mkataba huo sasa ndio unaokuwa sababu ya yule aliyeitoa hiyo sukuku watu kuwekeza, na anakuwa lazima atoe andiko maalum la hiyo sukuku. Linaitwa aidha huwa linaitwa information memorandum au kabrasha la maelezo ya sukuku, au linaweza likaitwa prospectus ambalo pia ni andiko la sukuku kama itakuwa inatoka kwa awamu. Kama inatoka mara moja inaitwa information memorandum, ikitoka kwa awamu inaitwa prospectus. Sasa mle ndani pana maelezo yote, anataka kufanya nini na fedha hizo, kiwango cha chini cha kuwekeza kiasi gani, faida atakayowalipa wale kiasi gani kwa mwaka, italipwa mara ngapi kwa mwaka, inaweza kawa ni mara 2 kwa mwaka au mara 3 au mara 4, anaeleza yote yale. Na uzuri wa hizi muamala wa sukuku, mtu aliyewekeza atalipwa hizo faida kwa mwaka mara hizo zilizotajwa, mwisho kule anarudishiwa tena pesa yake yote. Unaona? Ndio. Kama uliwekeza milioni 10, milioni 20, milioni 100, kule mwisho, na sukuku huwa zina muda wa mwisho au zikawa hazina muda wa mwisho. Kuna sukuku zina muda wa miaka 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, lakini mpaka kuna sukuku nyingine hazina ukomo. Yaani wewe ukinunua utapata faida hizo wewe na mtoto wako na mjukuu wako na kilembwe chako na kining'inia chako na kichana mvi na kichana ndevu. Yani mpaka waje waamue tu kwamba sisi tunaona tuiuze. Sababu hizi hatifungani unaweza kaamua kuiuza katika soko lile la masoko ya mitaji kama Dar es Salaam, soko letu la hisa, unaweza kaamua kuiuza. Okay. Kwa kutumia wale wanaitwa madalali wa soko la hisa, wakatafuta anayetaka kununua, wewe ukauza, ukaondoka kwenye ule utaratibu. Natamani tukuelewe vizuri Sheikh Mohamed. Hii ni aina ya uwekezaji. Aina ya uwekezaji. Nawekeza vipi sasa? Aha. Baada ya yule anayetaka fedha, inaweza kuwa ni serikali, kama hapa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Inahitaji fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ndio. Imetangaza. Imetoa tangazo hilo kwa kuandaa huo utaratibu wa sukuku. Sukuku ya Zanzibar, mkataba wake wa kisheria unaitwa ijara. Manfaa ijara. Yaani ujara ni kukodishwa. Ndio. Sasa lazima sukuku ndani yake kuwe na mali. Ile mali ndio inayogawanywa vipande, thamani ya ile mali inagawanywa vipande vidogo vidogo. Kipande kimoja kinaitwa swak. Vikiwa vingi zaidi ya yani vikiwa 2, 3 vinaitwa sukuku. Sasa serikali ya Mapinduzi imetangaza inataka fedha kwa miradi ya maendeleo. Ndio. Na sisi kama wataalamu elekezi, kampuni ya Yusra Sukuk Company Limited, ambayo inashughulika na hatifungani hizi na miamala ya masoko ya mitaji na dhamana za kisheria tu, sisi tumeshauri serikali huu muamala ufanyike hivi. Kwa hiyo tumetoa zile nyaraka za sukuku. Anayewekeza ni nani kwanza? Anayewekeza ni mtu mzima alifikisha miaka 18. Sawa. Au mtoto mdogo hata kama kazaliwa leo. Sasa utaniuliza mtoto aliyezaliwa leo anawekezaji. Mzazi wake anaweza kumwekezea akajaza fomu ile kwa niaba ya mtoto wake.
Awe ni Mtanzania anaishi ndani ya nchi hii au yuko nje ya Tanzania, awe sio Mtanzania alimradi anataka kuwekeza katika hati fungani hii. Leo tu tumetoka Benki Kuu ya Tanzania. Mwanzoni tulikuwa tumeambiwa kwamba wanatakiwa wawekeze wale ambao ni Watanzania tu. Kwa hiyo hata walioko nje, wale wanaitwa diaspora, wanaweza kuwekeza. Asiyekuwa Mtanzania hawezi kuwekeza. Lakini leo tumefahamishwa kwamba sheria za sasa, maana tulikuwa tunajua zile za nyuma, sheria za sasa za Tanzania zinaruhusu hata asiyekuwa Mtanzania awe Mkenya ni kuwekeza kwenye hati fungani au kwenye miamala kama hii. Kwa hiyo yule anayeamua kuwekeza sasa anasema kiwango cha chini ni milioni 1 kwa shilingi za Kitanzania. Lakini tumefungua dirisha la kuwekeza kwa dola. Kwa hiyo mwenye dola za Kimarekani, kwa sababu kuna dola za Australia, sijui za wapi, sisi tunasema dola za Kimarekani, anawekeza kiwango cha chini ni dola 385. Anayewekeza kwa shilingi analipwa 10.5 ya kile alichowekeza kwa mwaka, lakini inalipwa mara mbili. Kwa mfano, ukiwekeza milioni 1 utapata shilingi 1,105 kama faida yako kwa mwaka, lakini italipwa kwa awamu mbili. Ina maana 1,105 ukigawanya mara mbili unapata ni 52,500. Unalipwa kila baada ya miezi 6 kwa muda wa miaka 7. Kwa hiyo wewe umewekeza fedha yako milioni 1, milioni ngapi, utakuwa unapokea hizo faida ambazo serikali ya Mapinduzi sasa imechukua zile fedha, imeenda kuwekeza kwenye miradi. Kuna miradi ya masoko ya samaki, kuna miradi ya hospitali ya kansa, kuna miradi ya barabara, kuna miradi ya bandari jumuishi ya Mangapwani, kuna mradi wa uwanja wa ndege Terminal 2 ya Zanzibar. Serikali inaenda kuwekeza zile fedha kule. Sasa yenyewe serikali inapata wapi? Fedha za serikali ni kodi na tozo mbalimbali, au mradi uzalishe. Ukisema usubiri hii miradi itakayojengwa ndio izalishe pesa, na huku serikali imesema itawalipa kila baada ya miezi 6, maana yake hawa hawatolipwa pesa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba serikali imetenga kutoka kwenye miradi yake ambayo tayari ipo, mashirika yake ambayo yapo yatakuwa yanatoa fedha kwa ajili ya kuweka kwenye mfuko mmoja, ambao kwenye mfuko huo ndio watalipwa wale wawekezaji waliowekeza kwenye hati fungani ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa namna hiyo inakuwa ni wanaita win-win situation. Yani wote mmenufaika, waliowekeza wamenufaika, watapata faida zao, mwisho watarudishiwa pesa zao, na serikali nayo imeweza kujenga miradi ya maendeleo ambayo bila uwekezaji huu ingeweza ikajenga, lakini ingechukua muda mrefu na ingetafuta njia nyingine mbadala ambazo kama Mheshimiwa Waziri atazieleza. Sawa, uwekezaji sasa huu wa hati fungani ulivyoelezea wa hisa una utofauti gani na uwekezaji usiokuwa huu wa hati fungani ya sukuku? Kwa maana ya riba. Kwanza niseme sio hisa. Hizi sio hisa, ingawa sisi wote tuliowekeza tunahesabika tumewekeza kwa pamoja. Inaitwa common ownership. Halafu lakini kila mtu amewekeza kwa kiwango alichowekeza. Tofauti yake na hizo hati fungani nyingine ambazo sio za misingi ya sheria, sio sukuku. Kwanza hati fungani hii ya sukuku lazima kuwe na mali itakayotumika kwa ajili ya kuzipata hati fungani. Yaani huwezi kuwa na hati fungani bila mali. Zile nyingine unakuwa na hati fungani ambayo wewe huna mali. Atakapotangaza hiyo inaitwa hati fungani, zinaitwa bondi zile. Ametangaza maneno tu, lakini huko nyuma yeye mwenyewe hana mali aliyoiweka iwe kama dhamana. Ndio maana hizi huwa zinaitwa dhamana. Hana mali. Kwa hiyo ni maneno, ndio maana huwa zinaitwa IOU. IOU maana yake I owe you. Unanidai. Nakiri kwamba unanidai. Ni uhusiano kati ya mdai na mdaiwa. Lakini hati fungani hizi mali ile ndio niliyosema inathaminishwa, alafu inagawanywa vipande vidogo vidogo. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, hati fungani zile nyingine huwa ni zinalipa riba, sio faida. Riba na faida watu leo hawaelewi tofauti. Watu wanadhani kila utakacholipwa juu ya pesa yako ni riba. Yaani kabisa watu wameelewa hivyo ni riba. Lakini sio kila unacholipwa juu ya pesa yako ni riba. Kwa mfano wewe ukinunua bidhaa yako, maembe kwa mfano, ukaenda ukauza, ukapata faida zaidi ya kile ulichokuwa nacho mwanzoni, utaita riba hiyo? Hapana. Sio riba, si faida hiyo.
Kwa nini inaitwa faida? Kwa sababu wewe umeshiriki kwenye kununua, umeuziwa, umepanga bei, umehangaika kusafirisha, umekuja peleka sokoni, umeuza, ndio unapata. Huo ndo mfumo ulivyo kwenye misingi ya miamala ya Kiislamu, kwamba kuna mali. Sasa tofauti, kule kuna riba, huku hakuna riba. Kule hakuna asset, hakuna mali, huku kuna mali inayohusika. Kule hauelezwi pesa inaenda kufanya nini. Yes. Umeambiwa tu wewe nunua, atakavyofanya na hiyo pesa yako hakuambii. Huku kwenye sukuku unaambiwa kabisa pesa itaenda kwenye soko la samaki la mkoani, itaenda kwenye barabara ya Kojani, itakwenda kwenye uwanja wa ndege Abeid Amani Karume, itakwenda kujenga bandari ya Mangapwani. Kwa hiyo unajua pesa yangu inakwenda kufanya nini. Na hili ndio hitajio la kisharia, sio kisheria, kisharia. Ujue pesa yako inakwenda kufanya nini. Sasa Sheikh Muhammad, umeeleza vizuri na tumekuelewa vyema sana. Waziri wa Fedha, hili kwanza mliliona kwa jicho gani kuelekea kuendeleza haraka miradi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar? Okay. Wenyewe ni mashuhuda namna gani Zanzibar inavyo progress. Miaka minne. Katika kipindi hiki cha miaka minne tumejenga madarasa zaidi ya 2000 ya kisasa of course, na shule za ghorofa kila wilaya, tumejenga hospitali za kila wilaya na hospitali ya mkoa, barabara zaidi ya kilomita 600 haijapata kutokea. Miaka minne kama mia ngapi? Miaka minne kama 400. Wanasema wao kule naona wameandika miaka minne kama 400. Revenue growth imekuwa hivyo. Kwa hivyo kuna institution reforms za institutions, kuna reforms nyingi tumefanya. Kwa hiyo lakini bado tunaona kwamba kule ambapo Zanzibar tunataka ifike bado tunakwenda vitu vingi, viwanja vya mpira, kwenye maeneo ya michezo, demand ya watu ni kubwa sana, wanahitaji kila kitu. Tuna changamoto za umeme kwa Zanzibar, tuna changamoto za afya na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tunapanga mipango, lakini sasa mipango yote ni mipango bila kuwa na fedha, inakuwa taendelea tu kubaki mipango kwenye makaratasi. Kwa hiyo sisi imetubidi lazima tutafute, tukiongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, lazima tutafute alternatives. Tunataka kuvifanya hivi vitu jamani, what do we do? Kwa mara ya kwanza Zanzibar imeanza kukopa kupitia taasisi za fedha za ndani. Hakukuwa na hilo jambo. Sisi mara nyingi tulikuwa tunategemea fedha zetu zile za kodi. Na tunasubiri mikopo, tukopeshwe na washirika wa maendeleo. Na mara yenyewe mikopo inachukua muda mrefu sana. Majadiliano yanachukua muda mrefu sana. Ikija inakuja na masharti, fanya hiki, fanya hiki. Development partner akiona hichi sio katika interest yangu. Sasa tunahitaji vitu vingi katika muda mdogo. Mwenyewe Dr. Hussein anasema bwana, hatuna huo muda kukaa tukasubiri. Kwa hivyo tumekuwa hatuna namna, lazima tutafute alternative financing. Kwa hiyo sasa tulichokiona kwamba tunayo fursa sasa hivi, kuna miradi ya barabara inatekelezwa kwa utaratibu wa EPC plus financing, EPC plus F. Yani mtu anakuja, ana design, ana procure na mwenyewe anatafuta financing. Kwa mara ya kwanza kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar imeweza kuaccess mkopo wa masharti ya kibiashara kwa ajili ya kujenga airport ya Pemba. Kwa mara ya kwanza kabisa katika miaka yote. Lakini vile vile sasa hivi tunaita passenger terminal katika eneo la Mpigaduri Maruhubi. Bandari ile, lakini sisi tutakuwa na eneo maalum kwa ajili ya abiria tu. Lakini vile vile tumeanza taratibu za kujenga bandari ya Mpigaduri ya Mangapwani. Zanzibar tunatekeleza sera ya uchumi wa buluu. Lakini uchumi wa buluu bila ya kuwa na miundombinu ambayo utawezesha sasa uchumi wa bahari uweze kuwa facilitated, tutakuwa tunasema maneno. Haya yote yanahitaji utaratibu mbadala, kwa sababu utaratibu uliopo hautaweza kukidhi hayo yote na tukaifikia Zanzibar. Sasa hivi tunakuwa sisi kwa uchumi 7.4%. Lakini population ya Zanzibar ambayo ni kubwa tunakuwa kwa 3.7%. Ukuaji wa uchumi wa 7.4% hautaweza kubeba ukuaji wa watu wa 3.7% at all. Poverty level kidogo ipo, tunakuwa kwa kasi lakini bado poverty. Kwa hivyo hatuna namna, ni lazima tujenge miundombinu ya kiuchumi na miundombinu ya huduma za jamii. Utaratibu mpya wa fedha ni upi? Sasa duniani huko upo.
Sawa. Huko Benki ya Dunia inafanya, mashirika ya kimataifa mengine yanafanya, nchi za Uingereza zinafanya, Nigeria inajenga kwa kutumia utaratibu wa sukuk. Faida ya Zanzibar nini? Wengi tuliokuwa Zanzibar ni Waislamu. Na ukiwa Muislamu manake mara nyingine unakuwa uko skeptic, unasema haya masuala ya riba. Wa halalallahu bai'an wa harrama riba. Sema hapana, hii hapana. Mimi siwezi. Kwa hivyo utabaki kwamba kuna fedha mtu kakanazo hajui na kufanya. Anakuja mtu mwingine anasema wacha tucheze upato, unapigwa. Sijui mwingine mipe tu mimi nikukamatie hivi tunakwenda kufanya biashara, kila mwisho wa mwezi nakuletea 200,000. Weka tu hapo utulie. Atakuletea miezi 2 3, hakuna kitu. Kwa hiyo tumeona kuna potential ya watu kuingia katika uwekezaji, kushirikiana na serikali kuwekeza katika nchi yao. Kwa hivyo tulipokuwa tunafanya study miaka 2 3, tuseme kwamba duniani hivi vitu vinafanyika. Wacha tutafute mshauri elekezi ambaye atatuelekeza sisi kama Zanzibar on how best to go about it. Kwa hivyo Sheikh Isa hapa ni mshauri wetu elekezi. Hivi ndio vitu vinafanyika duniani. Na yeye ana vast experience, ameshafanya na mashirika ya kimataifa, anajua uzuri wa hili jambo. Alternative financing vile vile ni tumefanya kazi hata na UNDP. Hata UNDP una recognize, imagine shirika la kimataifa una recognize uwepo wa hizi. Kwa hiyo Zanzibar nyinyi hamtake advantage ya tunasema population dynamic ndio kwa mnayo. Watu wapo wana uwezo wa kuwekeza, watu wanaiangalia Zanzibar sasa hivi imeprosper sana kwenye masuala ya utalii na vitu. Kwa hivyo lazima utafute utaratibu mbadala. Imekuja sukuk, here we are. Tunatafuta trilioni 1 bilioni 115 kwa ajili ya kuwekeza katika miundombinu ambayo tumehitaji katika bajeti ya serikali. Mnatafuta trilioni 1 shilingi bilioni 115 katika kipindi hiki mpaka tunamaliza bajeti ya serikali ya mwaka 2024 2025. Sawa. Si fedha nyingi. Si fedha nyingi kwa wawekezaji ambao wapo, kwa sababu tunaona mfano mimi naona watu wanazunguka wanavyowekeza kwenye hizo hati fungani ambazo Sheikh ametutofautishia. Na tunaona pia na wewe unavyowekeza. Pengine sasa mnaweza mkatuchukua sisi na kwenda huko kwenye sharia na sisi tukawa kwenye mfumo ambao ni sahihi zaidi. Kitu kingine muhimu ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kuna kitu kinaitwa Financial Inclusion Strategy, National Financial Inclusion Strategy, ambayo kusudio ni kuleta watu wote kwenye mfumo rasmi wa fedha. Sasa unapokuwa na watu ambao hawashiriki katika miamala fulani ya kifedha kwa sababu zao za kimaadili, za kiimani na nini, kama serikali ukinyamaza, maanake wale watu wanaendelea kuwa hawapo katika mfumo rasmi wa fedha. Na ukiwaacha kule kwenye mfumo rasmi wa fedha, ndio wanaenda sasa kwenye mifumo ambayo sio rasmi kama ilivyo mheshimiwa. Kwa hiyo miamala kama hii inapokuja, inakuza hata ule wingi wa watu walioko katika mfumo rasmi wa fedha, au inaitwa financial inclusion deepening. Kwa mwaka 2000 mpaka mwaka 2024 ilikuwa hiyo asilimia wa Tanzania 76. Serikali zote mbili zimekusudia idadi ya watu watakaokuwa katika mfumo ya kifedha iliyo rasmi ifikie asilimia 85 ifipako mwaka wa 2028. Sasa bila kuwa na juhudi kama hizi ambazo hii haiwalengi wale Waislamu peke yao. Papa Benedikti wa 16 mwaka wa 2009, kama utakumbuka, ni baada ya ule mvurugano wa mfumo wa fedha duniani, alitoa kauli rasmi ya kanisa Katoliki, Vatican, serikali ya Vatican, yeye kama kiongozi, kwenye gazeti rasmi la Vatican linaitwa L'Osservatore Romano. Mimi sio Mtaliano, lakini nalikumbuka kwa sababu linaniathiri sana. L'Osservatore Romano, na unaona Romano maana yake Roman Catholic. Akasema wakati umefika kwa mabenki na mfumo wa fedha kuangalia kanuni za mifumo ya kifedha ya Kiislamu ili kurejesha imani za wateja ambazo zimepotea.
Kwa sababu mfumo wa fedha ulionekana kama vile mle ndani kuna kutokuaminiwa hivi. Kama itakuwa watu wamenunua nyumba tu ikapelekezea mfumo wa nyumba ukavuruga uchumi wa dunia, maana yake hapa hakuna kuaminiana. Sasa miamala kama hii inakuja na uaminifu mkubwa mno. Mali inayowekezwa hii hapa, uwanja wa ndege wa Amani Abeid Karume. Miradi inayojengwa hii hapa. Aliyetaka fedha serikali hii hapa, na rais mwenyewe ndio katoka kimasomaso na kutangazia ulimwengu. Waziri wa fedha huyu hapa. Leo hii ni media ngapi jamani? Media yetu ya 3 toka asubuhi. Waziri mwenyewe kabeba bango. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaeneza ule mfumo wa kuwaleta watu pamoja kwenye mfumo wa fedha ambao taifa zima litanufaika. Hakuna shaka ndani ya haya ambayo mnayazungumza. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa kumalizia, ni kwa namna gani mnahamasisha wananchi wa chini kabisa kwa ajili ya kuwekeza katika mfumo huu wa sukuk? Tumeanza na tunaendelea. Tarehe 22 mwezi uliopita, Rais wa Zanzibar katika viwanja vya Ikulu alikuwa ni mtu wa kwanza kusubscribe na lengo hasa kuambia wananchi kwamba yes we can. Tunaweza kwenda na here we go. Kwa hivyo hivi sasa hivi sisi kila tukikaa, kila mtu kunawezaje kuwekeza, nawezaje ni wale wananchi. Mtu ana milioni 1, tuko watu 4, kila mtu ana 250, kwa hivyo jengine hili ni kuweza kweli kuwapa sasa na wao, jamani, hatuwezi kuachwa nyuma. Sasa hivi sera ya dunia leave no one behind. Hatuwezi kuachwa nyuma kwamba kila mtu jamani twende. Unaweza ukamkuta mtu, sisi Zanzibar, basically Zanzibar kuna kitu tunaita pensheni jamii. Tuna pensheni jamii. Kila mzee ambaye amefika umri wa miaka 70 anapewa zilikuwa 20,000. Alipoingia Dr. Hussein Ali Mwinyi mwaka juzi akasema mimi wazee hao wanawapiga 50,000 kwa kazi kubwa walioifanya katika kupigania maendeleo ya nchi. Kwa hivyo wanapata 50,000. Lakini kila mwezi. Lakini hiyo haijatosha. Akasema no, 50,000 tukaanza ile mwezi wa kwanza, kwa sababu ilikuwa ni kila mwezi. Mwezi wa kwanza unakwenda mtu unapewa mkononi. Yeye akasema no, 50,000 sio kitu cha kumpa mtu mkononi. 50,000 tuwaweke katika mifumo rasmi kabisa. Kwa hiyo 50,000 Zanzibar, wazee wote wanaopokea, kila mtu ana bank account. Ana kadi ya bank. Walitoka walikuwa hawajui, wanaona uzito, sasa wanajua. Wakala wana facilitate part ya financial inclusion strategy. Kwa hiyo na yenyewe huyo mtu mmoja hata kama una 5,000 na lazima utengenezewe mechanism ya kuingia katika mfumo rasmi wa kifedha. Kwa hiyo hii pamoja na kujaza, tunawashukuru sana kwa fursa. Tunawashukuru sana. Nasema kuna wapenzi wenu kweli kule, kuna fani wenu kuna mtu kashanitumia sema tunakuona huko. Tunakuona huko. Kuna wawekezaji, kwa kumalizia, mtu akaulize ile hatujalieleza. Wewe unatakiwa uwe na simu yako. Kama ni una akaunti benki ya watu wa Zanzibar kwa sasa hivi, unaingia kwenye ile app ya bank, utaona sukuk, unabonyeza pale, kuna vitufe kiko kinachosema wekeza. Kuna kingine, kuna kitiki kinasema CDS. CDS ni akaunti ya uwekezaji. Huna vema, ukibonyeza tu kuwekeza, inafunguka kiasi cha kuwekeza. Unaingiza pesa yako pale. Unaweka. Imekwenda hiyo, alafu inakuletea ile CDS account. Alafu baadaye wewe unamalizia sasa mwekezaji kama. Sawa. Hakika maelezo ni mazuri na ni ya kuvutia. Mimi nimalizie na wale ambao wana vikundi tofauti waliosoma shule kwa pamoja. Kuna vikundi ambavyo huwa tu wanajiwekezea fedha, lakini mwisho wa siku hawajui pa kuzipeleka. Na rafiki zangu kibao, yani hili kwa kweli linawahusu kwa asilimia kubwa sana. Yote kwa yote ni uwekezaji katika kufuata misingi ya sheria ya Kiislamu ama ikifahamika kama sukuk. Tulikuwa naye hapa mshauri elekezi Sheikh Mohamed Isa. Karibu tena kwa wakati mwingine, na Mwenyezi Mungu aendelee kukupa hicho kipawa cha kuendelea kutoa elimu hiyo katika jamii. Lakini pia tulikuwa naye hapa waziri wa fedha wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ Saada Mkuya, akituambia namna ambavyo tukiwekeza sisi tunanufaika na serikali pia inanufaika.